waishie mahala pa juu patakatifu, mfalme wa falme zote, Mungu mwenye mamlaka, nakushukuru kwa kunipa nafasi hii kuweza kutoa ushuhuda huu, kwa nini nilioacha Uislamu na kazi ya uimamu na kuja kukutumikia wewe Yesu uliye hai, na kuomba msamaha. Naomba napotoa mkanda huu wa ushuhuda nisiutoe kwa ajili ya kusifiwa, kwa ajili ya kupigwa makofi, bali nikuinue wewe. Ushuhuda huu uwe ni sababu ya watu kutoka kwenye giza waje katika zizi lako. Naomba nisionekane, uonekane wewe kwa kila neno nitakalotamka. Jina lako litukuzwe siku zote, ni katika Yesu Kristo nimeomba. Amen. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Hii ni channel yako ipendayo ya Ex Imam Online TV, Hizb al-Masih, the gospel of Jesus to the Muslims. Kama ilivyo ada, naomba nisome aya moja kutoka ndani ya kitabu kizuri. Kitabu hiki kinaitwa Al-Kitabu al-Muqaddas, kitabu kitakatifu. Injili Yohana, nasoma kutoka katika Injili ya Yohana al-Ashabu al-Ashiru, sura ya 10 aya yake ya 11 ya 11. Anasema Yesu Kristo, ana huwa rai salih, mimi ndiye mchungaji mwema. Warai salih, na mchungaji mwema, yabdhilu nafsahu, utoa uhai wake, huitoa nafsi yake, ana likhirafi, kwa ajili ya kondoo. Umeelewa haya maneno? Amani ndio kidogo. Yesu anasema ana huwa rai salih, warai salih yabdhilu nafsahu ani likhirafi, mimi ndiye mchungaji mwema, na mchungaji mwema huitoa nafsi yake, hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Huu ni mkanda wangu wa kwanza. Kwa nini niliuacha Uislamu? Maneno ambayo yamo katika kitabu hiki. Niliandika ushuhuda wote ambao nilijaliwa kwa wakati huu. Kitabu hiki nilikiandika siku ya Wednesday, ya Jumatano, tarehe 4 mwezi wa March, maanake mwezi wa 3 mwaka 2009, nikiwa katika mji wa Nairobi. Lakini kwa muda nimekaa, nikapata msukumo sasa wa kutoa ushuhuda huu kwenye mkanda wa video. Na katika ushuhuda huu yamo maneno nitayatamka na kuna maneno sitayatamka kwa sababu ya hekima. Lakini kabla sijaingia katika ushuhuda wenyewe, naomba nijitambulishe kiasi kama ilivyo kawaida. Najua wanijua. Mimi najulikana na naitwa kwa jina na majina ambayo nilipewa na wazazi wangu, Ismail Said. Ukitaka na ukipenda ongeza awali. Mzaliwa wa maeneo ya Mtwapa, ambapo zamani palikuwa si mji mkubwa vile, lakini sasa ni mji mkubwa. Na namshukuru Mungu mno, nimezaliwa katika dini ya Kiislamu. Nimelelewa katika Uislamu. Masomo yangu ya kwanza kabisa kutamka, nikayatamka katika Uislamu kama ilivyo ada. Sasa naomba kidogo niwe radhi. Yapo maneno ambayo lazima vipengele nivigusie, ndipo niende
Singependa kutoa mkanda, lakini mambo yalivyo, mambo yamezidi. Hiki kitabu huenda kisiwafikie watu wengi, ndo mkaona mkanda huu kwenye channel ya YouTube huenda utawafikia watu wengi mno, ili tuweze kuambatana katika wokovu. Lakini natoa tahadhari na naomba nifuatilie, usiwe na haraka. Ukiwa na haraka, ushuhuda wangu haukufai, maana mimi hupenda kwenda kwa utaratibu unaostahili. Na kama mkanda huu nitaona utakuwa mrefu, basi nitaukata ili niende katika mkanda wa pili. Jambo la kwanza, ushuhuda hautumiki kujinufaisha. Ushuhuda unafaa uwe sababu ya watu kumjua Mungu. Lakini mambo yalivyo, bila kudanganya, nataka niweke mambo wazi. Nimefuatilia baadhi ya mikanda kwenye YouTube, maana siku hizi mambo mengi ni kwenye mitandao. Mambo yalivyo lazima tuyakemee, wala si kutukana. Wala ambao umejaliwa mkatoka katika Uislamu, mkasikia sauti ya Yesu Kristo. Maana Yesu Kristo vile alivyokuita si vile alivyomuita mwingine. Kila moja huenda Mungu alimuita kwa namna yake, kwa sampuli yake, na hayo ni mamlaka ya Mungu ali hayo. Na mtu kutoka katika Uislamu na kumkubali Yesu Kristo ukatangaza hadharani, kama vile mimi nimeandika vitabu kadhaa na sasa niko kwenye mitandao, nimefundisha mambo mengi. Kwanza, pamekuwa na dhana, mtu ambaye kasoma Uislamu hawezi akauacha Uislamu. Dhana. Je, dhana hii ni ukweli? Si ya kweli? Nitayafafanua baadaye. Lakini elewa mtazamaji, hivyo unavyoniona mimi na wenzangu wengine ambao wametoa ushuhuda kwamba walitoka katika Uislamu, wao tayari kitu ambacho walijitangazia, na mimi hivi nijitangazia kitambo, kama utakavyokuja kuona, ni kwamba unapotoka katika Uislamu na usiuawe kwa haraka, basi wewe ni kaburi linalotembea. Si kama Kiswahili kinaeleweka hiki? Yaani wewe ukitoka katika Uislamu ukatangaza nimewacha Uislamu, ukaingia katika Ukristo, ama ukawacha Uislamu tu ukatangaza hadharani, wakakwambia mara ya kwanza, mara ya pili urudi, mara ya tatu urudi ukakataa, basi wewe ni kaburi linalotembea. Anasema Muhammad kuwafundisha Waislamu, samahani najitengeza kidogo, anamwambia man badala dinahu faqtuluhu, yeyote mwenye kuacha Uislamu, yani muweni. Man badala dinahu faqtuluhu, mwenye kuacha Uislamu, dini yake ya Kiislamu, uawe. Kwa hivyo sisi ni makaburi yanayotembea, lakini kazi ya Mungu itakapokwisha, na tunajivunia ulinzi wa Mungu ali hai. Umeelewa? Umenifahamu? Asante. Sasa ingawa wamezuka Ahmadiyya, dhehebu la Ahmadiyya wanasema hakuna aya inayosema mtu atoke katika Uislamu au wao, wala hakuna hadithi. Hiyo hadithi wanaipa tafsiri mbaya wale Sunni na wengineo. Hao ni Ahmadiyya, dhehebu la Kiislamu. Hayo ni mengine. Sasa ukibahatika ukaitwa na Yesu kutoka kwenye giza kwenda kwenye nuru ya Yesu Kristo, tafadhali ndugu zangu, nataka niwaambieni nyinyi ambao mmebahatika, msiutumie muda wa kutoa ushuhuda kama kitega uchumi. Hapo ndipo niteleweka makosa. Watu washaanza kusema anaingilia watu bwana, sasa sema tu alikuwa Muislamu. Mambo yameoza. Leo hii ukiangalia na kutazama kwenye mitandao ambayo ndo mawasiliano ya haraka, mimi nimesikitika kwa muda mrefu mno. Watu wanaotoka katika Uislamu, kwenye Uislamu na kujiunga na Ukristo. Ndugu zangu wa Kristo, naomba mnikamate hapa kabla sijaelezea ushuhuda wangu.
kwanza wengi wanaotoka katika Uislamu, wacha tuenene wengi kisha niseme baadhi ndio furahi, si wasomi. Si wasomi. Ndio kweli. Leo watu ambao wametoka katika Uislamu kuingia katika Ukristo wanabuni ushuhuda ambao ni hatari sana, asilimia kubwa ni uongo. Mimi nilikuwa shekhe, mimi nilikuwa imamu, mimi nilikuwa mufti, sijui nilikuwa kadhi, nilikuwa nasimamia magharibi na mashariki, kulia na kushoto. Huyu mwenye kusema hivyo anazungumza na watu wa Kristo wengi, na Wakristo wanampigia makofi, wakitoka humo ndani wanasema bwana huyu alikuwa hivi. Mimi nakataa katika jina la Yesu Kristo, wacheni uongo. Kama ulibahatika kumjua Yesu Kristo akakuita ukaitika, waambie Wakristo ukweli kwamba mimi nilikuwa Muislamu, nimeusala kidogo na namshukuru Mungu na mtumikia Yesu. Mungu atakulinda, atatuhifadhi. Hata kama kama hayo unajaribia mbingu. Limeniuma. Limeniuma. Biblia inasema kemea, usitukane, kemea. Nimeshuhudia watu wengi ambao wametoa shuhuda zao kwamba walikuwa Waislamu. Wengine mpaka hata kusema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, kusema sallallahu alayhi wasallam hawajui. Anasimama mahali anajua Wakristo hawajui Kiarabu, hawajui Uislamu, anasema mimi nilikuwa seke. Sasa seke, kisha Wakristo mnapiga makofi. Biblia sema tumieni akili wala msitende dhambi. Huyo mtu akishasema hivyo mkampigia makofi, shetani anaanza kumpambia ushuhuda wa uongo, anaanza kutunga vitu vya uongo 100% ambavyo vitakufanya wewe Mkristo kuwaona Waislamu ni maadui 100%. Sasa ukitoka kanisani unasema aliyekuwa kadhi, aliyekuwa shekhe, amekuja kutufundisha mambo mazito, unamwona Muislamu unatamani ukunje ngumi uende ukamtie moja ya shavuni pale, meno yote yang'oke. Kisha watu sample hiyo hapa na kemea, maana tunaharibu sisi la Bwana. Mungu hajatuita kutoka msikitini kuja kudanganya watu. Kisha watu sample hiyo wanaanza kutaja miji, hawaseme pale waliposoma. Hawawezi kuonyesha kitu ambacho kwamba mtu anaweza atasema mimi nilisoma na fulani, nilikwenda hivi, nilikuwa hivi, nchi kubwa kubwa anataja. Na kila mkanda nitawataja na nitataja hatari yake. Ukinichukia ni sawa, ukinipenda nashukuru. Lakini tukikubali sisi wa Kristo, Biblia yenyewe imekataa, inasema wapendwa, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho. Hivyo vipengele kilugha, kimaana vimetosheleza kuzijaribu roho. Uone upande wa Waislamu wanaokuja huko, semeni ukweli. Semeni ukweli. Ukisema hivyo, angalia hatari iliyopo. Pengine mtu anakosa kunielewa, atafikiri naingilia mtu. Angalia hatari. Ikiwa mtu atasema hivyo, alikuwa shekhe, alikuwa mufti, alikuwa kadhi, amesoma Qur'ani yenyewe hata haijui. Hata akisimama mahali msikitini, kwa sababu watu wajui Kiarabu, unasikia bismillahirrahmanirrahim. Wakristo haleluya, Bwana asifiwe, jamii amekamata Kiarabu. Qur'ani yenyewe haijui. Kuna moja nimsikia hata kusema sallallahu alaihi wasallam, hata kusoma suratul Ikhlas hajui. Sura ambayo ni ya kwanza kwa mtoto mchanga wa Kiislamu kufundishwa. Yani akishaanza kuzungumza pale, bismillahirrahmanirrahim, qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lakini hata haijui kusema anachangiwa, anaendesha magari na wajua tayari hata sema ukweli mpaka sasa tuwatingishe hivi. Lazima tuwatingishe watu. Maana usipowatingisha hivi zizi za Bwana zinaharibika. Wewe ukisema na waingilia watu tunatengeneza mambo yalivyo. Sasa akiwafundisha mambo mabaya wale watakaokuja, wale Waislamu wanaomjua kwamba huyo ni muongo, hajawahi kuwa imamu, hajawahi kuwa shekhe, hajawahi kuwa mwalimu, hajawahi kuwa nani, unadhani watakuja katika Ukristo
Maana watajua Wakristo hawana hata akili ya kuliangalia hilo kwamba ni uongo. Kwa hivyo kama mtatembea naye kujivunia huko na shekhe, ndio naona Waislamu hawajui, kwa sababu wanajua kama huyo ndio shekhe, anawaambia wewe alikuwa shekhe, basi Wakristo wote ni uongo. Nafikiri nimeeleweka na nimefahamika. Asante. Hiyo ndio sababu ya mkanda usio, yani ya kidokezo. Si kwamba naingilia. Na nyinyi mliotoka katika Ukristo mkaingia katika Uislamu, hatuna nguvu za kuwazuia kusema lolote, lakini chungeni. Maadamu wametoka katika Uislamu, yani Ukristo, ukaingia katika Uislamu, basi sikiliza Qur'ani kuna Qur'ani inasema nini na hadithi fupi. Sikiliza vizuri. Hii kitabu kinaitwa Riyadhus Salihin, kina kafa kinaitwa Riyadhus Salihin, mlango unaozungumzia ukweli. Nasema baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wanapenda kusoma hivyo wenyewe. Bismillahir rahmanir rahim. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, taqullah, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina, enyi mlioamini mcheni Mwenyezi Mungu na kuweni pamoja na wakweli. Wakweli. Ile Qur'an. Waqala Allah ta'ala, msema Mwenyezi Mungu vile vile, was-sadiqina was-sadiqat, wasemao, wanaume wanaosema ukweli na wanawake wanaosema ukweli. Kwa hivyo kama wewe umewacha Ukristo ukaenda katika Uislamu, tafadhali sema tu mimi nilikuwa tu Mkristo ambaye sikujijua kabisa, nilikuwa tu kazi yangu hata kabisa nisiendi, lakini nashukuru yani hivyo kwa imani yako sema umesilimu. Haya itasaidia kuliko sasa unatembea unanunuliwa kasuti, unatembea sema nilikuwa pastor, nilikuwa sijui, nilikuwa padri, nilikuwa bishop. Hapana. Semeni ukweli, muwe pamoja na wakweli. Kuna hadithi ambayo lazima nisome. Sina haraka, ni ushuhuda, lakini lazima nirekebishe kitu, kwa sababu kama unatarajia ushuhuda wangu nitoe kutoka na watu, Biblia haijaniruhusu. Sikiliza hadithi. Inasema Ali ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ani Nabii sallallahu alaihi wasallam qala, inna sidqa yahdi ila albirri. Muhammad anasema hakika ukweli unaongoza mtu katika katika wema. Wa inna albirra yahdi ila aljanna, na wema huongoza mtu, humpeleka mtu mpaka peponi. Wa inna ar-rajula, hakika mtu, la yasduqu hatta yuktaba inda Allah siddiqa, mtu ataenda kusema ukweli mpaka anaandikiwa mbele ya Allah kwamba wewe ni mkweli. Wa inna al-kadhiba, hakika urongo, yahdi ila al-fujur, unaongoza mtu katika uovu, katika ubaya. Wa inna al-fujura, hakika kitu kibaya, mambo mabaya, yahdi ila nari, unaongoza mtu mpaka motoni. Wa inna ar-rajula, hakika mtu, la yakdhibu hatta yuktaba inda Allah kadhaban, muttafaqun alayhi, mtu hata acha kusema uongo mpaka anaandikwa mbele ya Allah kwamba wewe ni muongo. Tuambie watu ukweli. Nafikiri hicho kidokezo kwa dakika hizi nimeona nikiweke. Sasa mimi nijielezee sababu, na namshukuru sana Mungu wangu kwa sababu dini ya Kiislamu niliipenda. Kama nilivyotangulia kusema, nimezaliwa katika Uislamu, nimeusoma kiasi, na mimi masomo yangu yote nimeyapata hapa kwetu katika nchi yangu ya Kenya. Sikutoka nje kwenda kusomea huko, nimeyapata hapa kwa mashehe wangu madarasani, na Waislamu hilo wanalijua. Ama kuambia ni kwenda kusoma nje, huo ni uongo, nitakuwa nimedanganya. Huko nje nimekwenda kumtangaza Yesu Kristo aliye hai. Kuna maneno ambayo utayapata kwenye kitabu, sitayarudia kwa sababu ya hikima, si uoga. Hata vitabu vyangu vingi ambavyo nimeandika, mikanda yangu mingi ambayo nimetoa, ni kuna maneno siyatamke kwa sababu na wajua Waislamu nimezaliwa kule, wanasubiri utamke kaneno uende wakabadilishe, wakapinde, basi wakutafutie sababu. Na wasi uoga, ni hekima.
Mimi masomo niliyakamata kiasi cha kujifahamu, na wazazi wangu walinihusia sana, na hili si jambo la kujadili, ndio sipendi kutamka hivyo, maana kila nimekuja anasema wazazi wangu, wazazi wangu. Kwa ufupi, masomo nimesoma kiasi kizuri Sinje, Kenya. Nakumbuka sasa nianze pale ambapo ndio nataka kuanzia. Mwaka wa 1997 nilifunga safari. Hapo ndio nilikuwa namalizia masomo yangu kwa kile kiwango nilikuwa nimefika. Nikafunga safari huyo, nikaenda zangu kutembea kule Tanzania, Tanga, Mwera kule, mkoa wa Tanga kwa jumla. Yaani kila sehemu, yaani mkoa wa Tanga maeneo fulani kama vile Tanga mjini, sehemu za Mwera kule nikaenda Chalinze pale, nikaenda Dar es Salaam, nikaenda Arusha. Kutembea. Na vile vile kujifunza kwa baadhi ya masheikh. Na vile vile nikaenda kujifunza ya elimu ya matibabu. Nitakuja kuelezea matibabu ya sampuli gani. Mombasa nilikuwa najifunza, lakini kule nikaenda kuongeza maarifa. Kwa nini acha Uislamu? Nimenunuliwa, nipewa pesa kama wanavyosema watu? Hakuna kitu kama hicho. Hata Waislamu nyinyi wenyewe wanajua. Sijapewa pesa, sijanunuliwa, ni vile nilivyojua ukweli. Na nitawaelezea katika mkanda huu. Nikarudi, karejea Mombasa. Wapo marafiki zangu ambao tulikuwa tumesoma nao hapa, wenyeji wa Pwani na wengine walikuwa kutoka bara ya Kenya. Niliporudi wakanambia, bwana tumeanzisha msikiti kule sehemu za bara, Kisumu, Western kule. Shuka, panda. Pata ugumu vipi bwana, nchi ambayo sijakwenda. Lakini hapo nataka nikuelezee, kama kuna jambo ambalo linafanya Uislamu kupanuka ni hili: innamal mu'minuna ikhwa wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shikamaneni katika Waislamu, wanashikamana. Waislamu ni ndugu. Kalimaji ni mdigo hapa Mgiriama hapa katika nchi ya Mombasa, anashuka kwenda kabila yote anakaribishwa. Marafiki zangu wakashuka wakakaribishwa kule na wenyeji wa kule. Wakaanzisha harakati za misikiti. Na si kwamba kule kulikuwa hakuna Waislamu, wako wasomi, lakini kijumla, kiuhalisia, sehemu za Pwani ya Mombasa wasomi wa Kiislamu ni wengi kuliko kutoka bara. Ukiangalia mfano kama Dar, Zanzibar, Mombasa, Lamu, wasomi ni wengi, Malindi wasomi ni wengi. Na huu si udhalilishaji ama si kusema kwamba kula hakuna wasomi. La, nataka nielewe. Sasa waliponiita, basi wazazi wangu wakanipa ruhusa. Na kama na hayo tulikuwa tunafanya kazi ya uimamu misikiti mbalimbali, tunatuma kuswalisha misikiti, lakini ule uimamu wa kujizowezesha. Wala ambao wanaelewa nasema nini, mwezi wa Ramadhani ukifika, wanasukuma mnapelekwa pahala fulani misikiti midogo kuswalisha watu na kumakinika. Kwa hivyo nianza akiwa kitamu, si kwamba angeteremka kule ndio nilikuwa naanza uimamu, lakini ile rasmi hapa ndio nakwenda sasa kufanya uimamu rasmi katika mji wa Kisumu. Niliposhuka Kisumu mwaka wa 1998 nikashuka mji wa Kisumu, nikashukia kwenye mikono ya wasomi. Mashekhe hawa sitawataja kwa majina, sijui kama wako hai ama wametangulia mbele ya haki, sijui, na muda kidogo sijawasiliana nao. Wale wazee walikuwa wamesoma. Mmoja alikuwa kutoka Zanzibar pale Jamia Mosque Kisumu. Mmoja alikuwa Mpakistani lakini alipata wenyeji wa Kenya. Walikuwa wamesoma. Mmoja alisoma Azhar Sharifu kule Masri, mmoja akasoma kule Madina. Kwa hivyo ni watu walikuwa wameiva vizuri tu, kwa kadri ambayo kwamba kila mtu mpe haki yake. Wakanikaribisha. Nilipofika pale, samahani kidogo, sijui walinipenda. Pakawa pana misikiti, lakini msikiti uliokuwa uko wazi wakati huo na haukuwa wazi vile ulikuwa pale bandani Kisumu. Sasa nakwenda pale polo nielewe. Lazima nikueleze kidogo, nimefanya kazi gani kivipi. Wanataka tu niende tu niache uimamu. Haina ladha hiyo. Tuvumiliane ndugu yangu. Tukafanyia pale, tukaitwa kwenye ofisi ya pale. Kulikuwa na chama cha kuajiri walimu na maimamu. Tulikuwa maimamu kadhaa, tukawekwa kwenye ofisi hapo.
tukapewa interview. Nashukuru Mungu nilipita interview, nikapelekwa kuwa imamu katika msikiti wa Bandari. Kamati ya pale Bandari walikuwa na imamu, alikuwa imamu na jina nalijua, silitaji sababu ya ungwana, sio oga. Lakini yule imamu, sitaki kuzungumza mambo ya utoto, yana aliyofanya ni ya kwake na Mungu wake. Kwa hivyo nadhani elimu yake aidha ilikuwa chini kidogo, Mungu ajua, lakini nafikiri hapa ilikuwa chini kidogo. Basi wakanikaribisha vizuri, nikakaribishwa vizuri mno, na kamati wale wazee wawili, wale mashehe wawili pale Jamia Kisumu walinipenda mno, kiasi cha kwamba nijihisi kwamba sasa nimeangukia kwenye mikono ya wazazi. Wakanifundisha alama kwamba nilikuwa sijafikia kiwango ya kuyajua, maana sasa nakwenda kupewa rasmi msikiti kusimamia. Kwa hivyo lazima kama wazee wenye busara wakufundishe, wakwambie fanya hivi, kana watu hivi, fanya hivi, kana watu hivi. Nikashukuru mno, Mungu wangu aliye hai. Pale niliposhuka, imamu wa pale akondolewa kwa ufupi kwa yale ambayo Mungu ajua naye, Mungu anajua naye mwenyewe. Nyumba yangu kapewa ilikuwa pale pale kwenye uwanja wa msikitini pale, compound ya msikiti pale. Kwa hivyo msikiti hapa, nyumba hapa, sikuwa na tatizo. Lakini ule msikiti haukuwa umekaa vizuri, ulikuwa zamani kiasi. Na nilikuwa na rafiki yangu ambaye tulisoma naye, lakini yeye akabahatika kwenda Saudi kule kufanya kazi. Basi akaja kunitembelea siku moja. Alipokuja pale akaniambia, Imam Ismail, vipi naona msikiti unatakaje? Akaambia, bwana mimi tusizungumze mengi, nahitaji msikiti mzuri mpya mkubwa, maana kidogo umezeka. Na wajua katika Uislamu kama kuna kitu ambacho wanang'ang'ania wenye sente na wanajijua, Waislamu wenye sente na wanajijua, ni kujenga msikiti. Una thawabu kubwa. Akaniambia basi hauna tatizo. Akaenda, akarudi Saudia. Baada ya muda mfupi hivi, mwezi mmoja nadhani, akarudi. Aliporejea pale akaja na Mwarabu mmoja. Nakumbuka yule Mwarabu msikiti ukapimwa. Msikiti ule ulijengwa kwa mwezi wa kwanza, wa pili umesimama, rangi inaanza kupigwa. Mpaka Waislamu wakaanza kusema, huyo Sheikh Ismail huyo ni kama aliomba dua wakati wa Lailatul Qadr. Lailatul Qadr ni ule usiku wa mwezi wa Ramadhani ambao itikadi ni kwamba huenda Qur'ani ilishuka katika usiku huo. Kwa hivyo kuomba dua wakati huo basi inakuwa makbuli kabisa, nakubaliwa. Basi nikawa nafurahi kwa hizo dua ambazo alikuwa ananiombea. Msikiti ukamalizika, wenyeji wakachangamka, watu wakanipa mkono mno. Sijisifie, nilipenda sana Uislamu. Na mpaka leo kuna wengine wanaomba sana, wajikutana wananiambia, inshallah bwana, sisi bado tuna imani kwamba utarudi tu. Sasa ninasema tafadhali msiombe hivyo, maana sitarudi, Mungu akipenda, kwa uwezo wa Yesu Kristo aliye hai. Msiombe hivyo, maana unaweza kaomba ukafika mahali ukaumwa na kichwa bure. Na mpaka leo hivi hakuna Muislamu anaweza akasimama akashuhudia uongo juu yangu, pengine kama nimechanganyikiwa. Naona ukweli. Natoa ushuhuda na kutaja maeneo ambapo hata ukiuliza wenyeji atakwambia namjua. Si ushuhuda ambao mtu anakutajia inchi utafika, aliposoma hofiki, mahala yani hojui kila kitu, kisha wapiga makofi. Hamjui hatari yake. Nishaeleza, sirudi. Basi msikiti ukamalizika vizuri. Akaja tena Mwarabu mmoja alikuwa mwenyeji wa pale, sitamtaja kwa jina, nafikiri ashakuwa marehemu kwa sasa. Akaangalia uwanja mkubwa, akaniambia nataka nikuwekee madarasa nzuri. Akasema alhamdulillah. Akanibabia madarasa safi. Na Waislamu wa pale walikuwa wazuri kwa kuzaa. Walikuwa wazuri. Na mpaka leo Waislamu ni wazuri kwa kuzaa. Naam, ni wazuri, wanazaa vizuri tu. Kwa hivyo watoto walikuwepo. Watoto nikawaweka kwenye madarasa kwa utaratibu unaofaa. Lakini kazi zikawa ni nyingi kiasi. Imamu na darasa la baada ya magharibi,
wanafunzi. Kakumbuka wale mashehe zangu na vile vile walimu wangu aliniambia, ukaenda pale ukiwa imamu ama mwalimu wa madarasa, wafundishe vijana wenyeji wa pale kiasi cha kujitambua, hata kama ukitoka wenyewe wanaweza wakajisimamia. Na mimi nikakamata ule wasia mzuri, kawafundisha vijana wa pale kwa muda mfupi wakawa wameiva, wanaweza wakafundisha wale watoto kuanzia ile nasari nini chekechea, na pale ambapo pagumu tunasaidia. Kasema hii ni neema. Kwa hivyo ikawa na walimu wangu ambao nimewafundisha nao wanafundisha kiasi, watoto wakimaliza kiasi hiki tunasaidiana. Basi watoto wakachangamka, watoto wakasoma Qur'ani, watoto wakasoma vizuri kiasi cha kiwango chao. Basi moja kwa moja pale nikawa na darasa la watu wazima pia la watoto wadogo wakitaka wakija wakisoma. Darasa hili linafanywa sana katika misikiti baada ya magharibi, ile swala ya saa 11 ama saa 1 vile, kuliko Muislamu atoke kwenda kuzurura, yuaka pale msikitini, yuaketi pale, kisha mwalimu ambaye mmeelewana mwenyewe imamu wanatoa darasa la kuwahimiza Waislamu kupenda dini yao na mambo mbalimbali, jambo ambalo ni bora, ni zuri. Lakini ole wako kwa Wakristo kanisani, akienda iwakani kama kuna miba kwenye kiti hivi, yani kila wakati sawa. Mungu atusamehe, si wote lakini baadhi yao. Basi nikaifanya kazi kwa uaminifu, nikaipenda kazi yangu vizuri, nikanawirisha mazingira ya pale kwa namna ya Mungu alivyonijalia wakati huo. Allah akanipa hekima, nikafundisha watu, kina mama wakapenda dini yao. Kwa jumla akafungua mlango kuwakaribisha mashekha ambao maulama waliokuwa wasome kuliko mimi. Mpaka watu washanga, nikawa nawakaribisha wengine ambao pia ambao na wazidi kiwango cha elimu. Wakawa wakija pale, kwa nini nifanya hivyo? Wale wasome kuniliko nitajifunza kitu, wale ambao na wazidi watajifunza kitu. Watu walijisikia huru, yani msikiti ukawa nakumbuka ni msikiti kama unavyojua una kipaza sauti cha juu. Hata hivi nikizungumza hivi nikitoa mkata huu umesikia adhana pale, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Basi nikawa kila magharibi ile darasa ninaweka kipaza sauti. Mara kila wiki napata Mkristo mmoja anakuja ananiambia nataka kusilimu. Namwambia kwa nini unataka kusilimu? Akaniambia nilikuwa nyumbani kwangu, kasikia ukitoa mawaidha mazuri, basi mimi naomba nisilimu. Unaona hivyo vitu? Namsilimisha, namfundisha dini kadri anavyowezewa. Basi kwa wakati huo watu nikaweka vizuri, nikaanza kutembea sasa maeneo. Nakumbuka akiwa Kisumu tenda kule Suba kulikuwa kuna msikiti lakini kulikuwa na DC Muislamu. Akaniita kule tukaanzisha msikiti Suba. Nikatembea maeneo ya Mbita, maana Mbita Suba ni sehemu moja tu. Nikatembea maeneo ya Siaya, maeneo ya Busia kule, nitataja maeneo ya Lukolis, nitafika hapo nitapataja pale maana shawahi kwenda pale. Nikatembea kama natembea nafundisha Uislamu, na vile vile ile kazi ambayo nilikuwa nimejifunza ya matibabu ya Kiislamu ambayo pia nitakuja kuielezea kwa ufasaha. Sasa naona dakika 33 nimalizie hapa, nikisema ama nifike 40, kwamba sasa pale nikadawilisha, kawa naitwa nafundisha watu, kazi yangu nikaipenda sana. Nakumbuka nikiwa pale Imamu Kisumu bandani, nimekenika pakawa kuna wale wanajua Western Kenya kutoka wanaitwa Malaba Busia, hiyo barabara Malaba Busia, pana sehemu inaitwa Lukolis pale pia pana Waislamu. Nikaitwa imamu pale ambaye ni imamu, nadhani alikuwa kufanya na Mungu anajua zaidi. Akatoka na alikuwa msomi kiasi kizuri tu, lakini akatoka. Wakaniita niweze kunawirisha eneo lile, watoto wasirudi nyuma. Na wale watoto ule mwalimu alikuwa amewafundisha madarasa Qur'ani vizuri sana, vizuri. Namshukuru kwa hilo. Wakati ule nikiwa imamu, lazima umpe haki yake.
Basi nikaomba wazee wangu pale Kisumu kenda kunawilisha, kwa sababu Kisumu tayari palikuwa nimenawilisha, kuna vijana wazuri wanafanya kazi nzuri, wakati huo ukiamini kwamba ni kazi nzuri. Nikaenda pale college, sikukaa college because nilikwenda tu kushikilia mpaka wapate imamu ili wale watu wasiteseke. Na watu wale walionipeleka college walikuwa wanaishi pale bandani na walinipenda sana. Wakaona angalau hiki kidogo nicho nacho niwapelekea wale watoto wao na wazazi wao. Kwa hiyo nikaenda pale, mwisho nikarudi na Kisumu pale, kenda kazi ya imamu. Sasa nilipotoka Kisumu, nilikwenda wapi kufanya kazi ya imamu? Na ni mwaka gani? Hapo ndipo tena nitaanzia kwa mkorando unaokuja, ndipo nifike sasa wakati rasmi, sababu gani iliyonifanya kuacha dini ya Uislamu na kazi ya uimamu na kumkubali Yesu Kristo aliye hai. Na hivi navitoa mkanda huu, ndo sasa nafikiri ndo maadui watanyanyuka vizuri. Nadhani walikuwa wamelala. Sasa wewe utaangalia pengine comments ambazo zitakuwa na matusi mazuri tu, mazito yenye kile ambazo hazipimiki. Lakini mimi nasema hivi, tafadhali kabla hujanitukana, sikiza ushuhuda, sikiza aya ambazo nilizisoma, vitabu ambavyo nilinukuu, soma vitabu vyangu ambavyo nimeandika, angalia yaliyomo makosa kama ni kweli, kabla hujakurupuka na hasira. Hasira haijengi, utulivu unajenga. Asante kwa kunipa masikio kwa muda huu. Tukutane katika mkanda unaokuja. Lakini kabla sijaomba, kumbuka vidokeza ambavyo nimegusia mwanzo wa mkanda huu. Sikukusudia kutukana mtu, lakini turekebishane. Tukemee mambo ambayo yanazidi kuwa mabaya. Na Wakristo sijasema msiwakaribishe wala ambao wanatoka katika Uislamu, lakini ni vizuri waseme ukweli ili zizi la Yesu Kristo libaki kuwa safi. Na wale Waislamu tuliowacha kule nyuma watakapoona tunasema ukweli, bila shaka watakuwa na budi, watamiminika. Ukisikia mtu aliyetoka katika Uislamu anafundisha chuki na matusi, jua kuna kitu yazuia msikijua huku, ili mkiwaona Waislamu waone kwamba ni maadui. Mara mimi kwa hivi, mara ni kwa hivi, na Mungu atujalie hekima na maarifa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, natubu dhambi na makosa. Asante kunifikisha muda huu nikiwa napumua. Mkanda huu naomba vile nilivyoomba mwanzo uwe na manufaa, sio kwa kiburi, na yoyote ambaye atautizama ajengeke kiimani. Kama ni Muislamu, ondolee hasira, ajue kwamba linawezekana jambo lolote. Vile na kuomba mkanda utakaofuata, naomba unibariki, unipe hekima na maarifa, na katika jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen. Tukutane katika mkanda unaokuja kwa jina kuu la Yesu Kristo aliye hai.